wakina mama walikuwa wanapoteza maisha kwa ajili ya huduma kama kipindi cha masika. Wananchi wa kata ya Katario katika halmashauri ya Musoma mkoani Mara wameshukuru serikali kwa ujenzi wa kituo cha afya cha Katario, wakisema kuwa kitasaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wakazi wa eneo hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, ujenzi wa kituo cha afya Katario umeanza katika mwaka wa fedha 2025-2026 kwa kupokea fedha toka serikali kuu kiasi cha shilingi milioni 250 mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 2025 kupitia akaunti ya zahanati ya Tegeruka. Aidha, mradi huu unalenga kukamilisha miundombinu ifuatavyo kwa awamu hii ya kwanza. Moja ni jengo la wagonjwa wa nje yani OPD, maabara na mfumo wa maji taka. Mradi huu ulizinduliwa rasmi mnamo tarehe 19 mwezi wa 9 2025 na mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka, ambapo alishiriki kuchimba msingi wa jengo la maabara kwa kushirikiana na wananchi wa kata ya Tegeruka. Lengo la mradi. Lengo la ujenzi wa kituo cha afya Katario ni kusogeza huduma za afya kwa wananchi wa kata ya Tegeruka na vijiji jirani wapatao 13,229. Gharama za mradi. Mradi wa ujenzi wa kituo cha afya Katario mpaka sasa umetumia kiasi cha shilingi milioni 265. Hadi sasa ujenzi umefikia 90% ya utekelezaji. Faida za mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, ujenzi wa kituo cha afya Katario utakapokamilika utakuwa na faida zifuatazo. Moja ni kuwanufaisha jumla ya wakazi 13,229 wa kata ya Tegeruka na maeneo ya jirani. 2, kusaidia kuokoa vifo vya kina mama na watoto na kupunguza umbali mrefu waliokuwa na utembea kabla ya kituo hiki. 3, ni kuboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya kwa wananchi wa kata ya Tegeruka na maeneo ya jirani. Changamoto. Ongezeko la vati ambapo imegharimu jumla shilingi milioni 45. Ubovu wa miundombinu ya barabara iliyopelekewa kuchelewa kukamilisha mradi kwa muda hasa wakati wa mvua. Upatikanaji mdogo wa maji, ukosefu wa umeme eneo la mradi. Hitimisho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, napenda kuchukua fursa hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea fedha za ujenzi wa kituo cha afya Katario. Tunakuomba kwa heshima kubwa ukague ujenzi wa kituo hiki na ukiridhia uweke jiwe la msingi. Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa kituo hicho cha afya, Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi amesema serikali inaendelea kuboresha huduma za afya kwa kujenga na kuimarisha miundombinu ya afya ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma karibu na maeneo wanayoishi. Amesema kukamilika kwa kituo hicho kutapunguza msongamano katika hospitali pamoja na kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wananchi wa Katario na maeneo jirani. Weka jiwe la msingi, lakini nitafuatilia. Mheshimiwa DC, fuatilia hizo wiki 2 maji yao kwenye mfumo hapa na si vinginevyo. Niseme tu kwamba kama mkuu wa mkoa mara nyingi nimekuwa nikiridhishwa na majengo au miradi ya ujenzi inayofanyika katika halmashauri za Musoma, kwa maana ya manispaa na Musoma vijijini. Naomba niwapongeze wataalamu wote ambao mnahusika na shughuli hizo. Kwenye maeneo mengine, halmashauri nyingine, tumekuwa tukisukumana kweli. Wenzenu waliopata fedha pamoja na nyie, kuna
kuna mmoja hajaanza kabisa kutumia kabisa, kwa tunasukumana nao. Nyinyi mmepata, mmetumia, na leo mnaniita kuweka jiwe la msingi. Hongereni sana. Lakini si kwa mradi huu, miradi mingine pia ya shule, zahanati. Nimekuwa nikipita naona nyie hali yenu kidogo haijambo. Miradi ya shule nimekuwa nikijikuta mnakamilisha na mnaenda vizuri kwa wakati. Hongereni sana. Sasa Waswahili walisema mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Sasa wewe litie tembo maji, uone kanali anavyokusukuma. Utakusukuma kweli kweli ufanye kazi inayotakiwa kwa wakati na viwango stahili. Sasa msisubiri nije huko, na tembo msilitie maji. That's very important. Na baada ya kusema hayo, niseme tu sasa niko tayari kuweka jiwe la msingi. Wananchi hao wamesema kabla ya ujenzi wa kituo hicho, wananchi wengi walazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma ya afya katika hospitali ya Mlangi au hospitali ya Butiama, hali iliyokuwa ikileta changamoto kubwa hasa kwa wajawazito na wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Katario amesema ujenzi wa kituo hicho ni hatua muhimu ya maendeleo kwa wananchi wa eneo hilo, na ameahidi kuwa wananchi wataendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha mradi huo unakamilika na kulindwa ili uweze kuwahudumia wananchi kwa muda mrefu. Mimi niseme ni tangu mwaka 70 na tangu kuhamia vijiji 74 huduma hii tulikuwa hatuna. Mwaka jana ndo tumepokea pesa kutoka kwenye serikali ya Mama Samia shilingi milioni 250. Yaani kwa kweli serikali ya Mama Samia tunaishukuru kwa 100%, kwani ametuondoa kwenye shida kubwa. Wakina mama walikuwa wanapata shida sana kwenda Mayani, wengi walikuwa wanafia njiani kwa ajili ya kuchelewa huduma. Na walikuwa wakitembea umbali gani kwenda? Yaani kutoka Katario kwenda Mayani kutafuta huduma ni kama kilomita 8. Lakini kwa sasa nadhani kwa hili tukio kituo kitakapokuwa kimeanza, kwa hiyo wananchi wa kata ya Tegeruka tutakuwa tumepata faida kubwa kutoka kwa mama. Wananchi wa Katario pia wameeleza matumaini yao kukamilika kwa kituo hicho cha afya kutapunguza adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu na hivyo kuboresha afya na ustawi wa jamii kwa ujumla. Yaani tunashukuru sana serikali kutuletea huduma kama hii. Kwanza wakina mama walikuwa wanapoteza maisha kwa ajili ya huduma kama kipindi cha masika. Yaani walikuwa wanahangaika sana, hata wagonjwa tulikuwa tunateseka sana, mabarabara hamna, huduma tulikuwa tunakoswa. Hivi sasa mnaishukuru serikali kwa kiasi gani? Tunashukuru sana serikali kwa kiasi kikubwa sana. Serikali tunaishukuru kwa sababu tulikuwa tunapata umbali sana wa kwenda kupata huduma. Maana tulikuwa tunatoka hapa kwenda Butiama au kama sio Butiama twende Mlangi. Kwa hiyo hapa tunamshukuru mama kwa kutupa hii kituo cha afya hapa karibu. Tunashukuru sana. Kwanza ukipata mgonjwa hadi Butiama hadi Konelo, yaani tulikuwa sana. Yaani katika ya mradi hapa kuchelewa, nadhani kama mambo ya barabara tumedai siku nyingi sana, kwa sababu barabara ya kwenda Kusanyiko hadi Pitiki. Hospitali hii tumeangana miaka mingi sana, lakini leo tumefaulu sana kwa mwaka. Asante kwa kuchagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tutambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John.